Mpenzi subscriber, natumai mahali popote mko wazima, mko fresh, mko na afya, mnaendelea vizuri. Habari ya mwaka mpya. Natumai mwaka mpya wenyu uko sawa, uko mzima na mmeanza vizuri. Mwaka mpya unapoingia, unapoona, kumbuka, ninapoingia mwaka mpya ndio nazidi kupiga hatua kuelekea kaburini. Unapopiga hatua na mwaka unapozidi kusonga mbele, ndio hatua ya mimi, wewe, sisi sote tunaelekea wapi? Kwa Mwenyezi Mungu, kaburini. Mwenyezi Mungu ametuambia tufanye chochote lile tunalofanya hapa duniani, lakini kuna siku hayo yote tutayaacha na tutaenda kwa Mwenyezi Mungu. Kule mahali Mwenyezi Mungu anatupeleka, yende ikawa ni mazuri kwetu na yende ikawa ni adhabu kwetu. Mazuri kwa wale ambao kwamba wametenda mema hapa duniani, itakuwa ni adhabu kwa wale ambao kwamba wametenda mabaya, maovu, madhambi hapa duniani. Ndio itakuwa adhabu kule kwao mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema maisha ya duniani ni mafupi. Maisha ya duniani ni tamu lakini mafupi. Lakini maisha ya akhera ni bora na yenye inabakia. Kwa hivyo tunapotenda maneno, tunapofanya hapa duniani, tuhakikishe tumetenda maneno mazuri ili tufaulu hapa duniani na vile vile tufaulu wapi? Kesho akhera. Usimdhulumu mtu hapa duniani ukawa unaishi kwa raha, unaishi vizuri, na kesho unaondoka unaenda kupata adhabu kule mbele. Kwa hivyo sisi katika dini ya Islamu, ijapokuwa sitaki nihubiri hapa, manake subscribers wangu wengi hapa ni Wakristo, na hii channel si ya dini, si ya mahubiri, lakini nasema tu dunia, Mwenyezi Mungu amesema dunia mataa. Hii dunia ni mpito. Anasema tena wal akhiratu khairun wa abqa. Akhira ni bora na yenye kubaki. Kwa hivyo unapofanya mazuri hapa duniani, utapata thawabu, na vile vile akhira utapata thawabu. Unapofanya mabaya hapa duniani, utapata mabaya hapa, adhabu hapa, na vile vile ngojea kesho akhera. Na kumbuka akhera haikomi, inaendelea milele na milele. Mpenzi subscriber, sitaki nihubiri. Natumai mwaka mpya hii tumeingia vizuri. Tuombe Mwenyezi Mungu atupatie neema, atupatie baraka, tupatie mazuri tuishi, na tuongezee maisha marefu hii duniani, ili tuandae tuwe katika sehemu nzuri kesho akhera. Mpenzi subscriber, hii ni jeshi la mtu mmoja. Kwa wale wamesubscribe, asanteni sana kwa kunishika mkono. Hii ni njia moja pekee ya kuboresha hii channel. Mpenzi subscriber, baada ya Israeli kuitambua nchi ya Somaliland, wengi ndio wameanza kujua kuna nchi inaitwa Somaliland. Walikuwa nafikiri nchi ya Somalia. Unajua nchi ya Somalia ilipoingia katika vurugu, ile nchi kubwa, miaka 90, kulikuwa kuna sehemu imejitenga kutoka kwa hiyo nchi kubwa ya Somalia. Nchi ya Somalia ile kubwa, makao makuu ama mji mkuu wa Somalia inaitwa Mogadishu, na nchi ambayo kwamba imejitenga ya Somaliland, mji wake mkuu inaitwa Bosaso.
Sasa mimi naongea kuhusu nchi ya Somaliland iliyojitenga. Nchi ya Somaliland ilikuwa haijatambulika tangu hiyo miaka ya 90. Licha ya hiyo nchi kujitenga, na iko na serikali yake, iko na viongozi wake, iko na wabunge wake, maendeleo yamekuwa kiendelea kule. Lakini hatukujua, dunia haikujua ya kwamba kulikuwa na nchi kadhaa duniani ambapo kwamba inafanya kazi kwa hiyo nchi. Kumbuka hakuna nchi ambayo kwamba imeitambua tangu hiyo miaka yote kama ni nchi huru. Umeona? Kwa sababu ukiitambua basi itasambaratika ile nchi kubwa ya Somalia. Uone Somaliland na Somalia, watu ni wote wako na asili ya Kisomali. Umeona? Kwa mfano, iwepo na nchi ya Wamasai, alafu kati useme Masai Land ama Masai Republic of Masai, lakini wote ni Wamasai. Ndio nchi ya Somaliland iko hivyo. Nchi ya Somaliland, nchi moja pekee ndio imeitambua, na imeitambua juzi. Hiyo nchi ni ya Israeli. Watu wengi hawakujua kwa nini ama waliosababisha hiyo nchi kujitenga. Sasa ndio watu wameanza kujua ya kwamba vurugu ya Somalia si wa Somali peke yao wenyewe kwa wenyewe, bali kuko na usawishi kutoka nje. Umenielewa? Hiyo nchi ya Somalia ina utajiri mingi, ina gesi, ina madini mbalimbali, ina madini, ina madhahabu, ina nini, ina mafuta, tena iko katika sehemu ambayo kwamba muhimu zaidi. Hiyo nchi ya Somaliland iko karibu na kivuko ile inaitwa Mediterranean na Suez Canal. Suez Canal ile sehemu ambayo meli zinapita mingi, na hiyo Mediterranean hapo ndio meli zinapita. Kwa hivyo hiyo sehemu inaitwa kwa kizungu strategic. Ni muhimu sana kwa meli kupita za biashara duniani nzima. Sasa wakati hiyo nchi ilikuwa imejitenga, nchi kadhaa, kwa mfano nchi ya milki za Kiarabu, kama vile tujuavyo, ukiona mahali nchi ya milki ya Kiarabu ipo, mjue Myahudi yupo. Nchi ya milki ya Kiarabu, ukiona mahali wapo, ujue Myahudi yuko. Myahudi hataki kuja hivi, dunia italipuka, dunia italia. Nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu zitapiga mayowe. Lakini Marekani iko na akili, Marekani na Israeli wako na akili. Walimchukua mwenzao awafanyie kazi. Wakamchukua muungano ya milki ya Kiarabu. Sasa muungano wa milki ya Kiarabu alipoingia hiyo nchi, watu wengi hawakujua ni Myahudi ama kuna nini. Milki akakuja akatengeza vitu, mpaka wakatengeza mwaka 1917 wakatengeza inaitwaje, port. Hiyo port inaitwa Berbera, karibu na Berbera, hiyo sehemu ya ufuo wa bahari ambayo inaangalia Yemen. Kwa upande ule kuna Yemen, kwa Mahuthi. Alafu hapo pembezoni mwake wakatengeza
uwanja wa kijeshi ambayo inaitwa Barbara. Uwanja wa kijeshi ambao kwamba imetengezwa kilomita 4, ambao ndege za kijeshi na ndege kubwa zinatua hapo. Tumeelewana? Chini ya nini chini ya uwanja huo, ama hiyo base, hiyo kambi ya jeshi ya wanahewa, chini yake kuna miundo msingi za kijeshi za kisirisiri zimetengezwa kule chini. Mahandaki juu hapo karibu na bahari wameweka uwanja wa ndege na wameweka base ya nini ya wanamaji. Kwa sababu gani nasema hivyo? Marekani na Israeli, ama Israeli na Marekani, walitumia milki za Kiarabu, Waarabu, ili kuitengeza, kuifanikisha hiyo. Sasa leo ndo baada ya kukamilika na kushughulika na kukamilika uwanja huo na kila kitu, ndio Israeli kaitambua rasmi nchi ya Somaliland. Kwa hivyo mambo hayo yote walikuwa kifanya ni kwa siri. Umenielewa? Walikujaje? Baada ya kutengeza na kuweka tayari na nini na kushughulika katika hiyo kambi na kutengeza barabara ya ndege na nini, kuna vifaa maalum kina Iron Dome na kina David Sling zile za Israeli, ambao kwamba Waisraeli wenyewe kupitia Mossad, vile vyombo vya habari nasema, walitua kwa hiyo nchi ya Somaliland kisiri. Walikuja kwa njia ya kusema kwamba wao wanakuja kutengeza, inahitaji kuwasaidia. Unajua hiyo nchi ya Israeli wanajulikana kwa mambo ya ukulima, kutumia teknolojia ya ukulima, kutengeza madam, kusaidia umma, barabara na nini na vitu kama hizo. Walikuja kwa njia kama hiyo. Haikujulikana kama hawa ni Mossad ama nini lakini walikuja kisiri kwa njia kama hiyo. Wakaingia, wakafix, wakatengeza Mossad, wakatengeza kila kitu, wakaweka hapo. Walikuja kama wakulima Mossad, nchi hiyo ya Somaliland. Walikuja kama wamejificha. Wakati huo wote Saudia, Qatar, Turki na nchi za Kiarabu na nchi ya Egypt ya Misri hawakujua. Hiyo ilikuwa ni siri ya kiongozi wa rais wa Somaliland, na Israeli na Marekani pekee ndio walikuwa kijua hiyo siri, na milki za Kiarabu ndio walikuwa kijua hiyo siri. Basi hawa walipotua Mossad wakasema wao ni wakulima, wengine wamekuja kama watalii. Naona kumbe wana lengo lao. Baada ya kumaliza ndio balaa, Israeli kalitambua ile nchi rasmi, nchi ya kwanza duniani. Nchi mingi ikiwa nchi ya Somalia, Umoja wa Mataifa ikashifu kabisa uamuzi wa Israeli kuitambua. Lakini nchi ya moja milki za Kiarabu haikukashifu Muisraeli.
ile kundi la Waislamu na Kiarabu inaitwa Organization of Islamic and Arab kuna kikundi kama hiyo organization, shirika hilo la ambao kwamba walitengeza taarifa moja ya kulaani vikali nchi ya Israeli. Lakini katika hiyo muungano hiyo, ili walitoa habari ya kuikashifu Israeli kuitambua Somaliland kama nchi huru, wakiwa kwa umoja, lakini nchi moja ilikataa kushirikiana nao katika kuwakemea Waisraeli ama kutia sahihi, nchi ya milki ya Kiarabu. Umenielewa? Sasa mpenzi subscriber, baada ya nchi ya Israeli kuitambua Somaliland kama nchi huru, imefungua balaa, msisimko, mlipuko, mtetemeko wa hisia mbalimbali duniani. Nchi ya Umoja wa Milki za Kiarabu imefuatilia kuitambua vile vile sasa nchi ya Somaliland. Hiyo imekuja baada ya Israeli kuitambua. Lakini wameitambua kisiri, isijulikane, lakini tayari imeshajulikana, kwa sababu huwezi kusema mimi sitambui nchi fulani na huku unakubali passport, vyeti vya kusafiria. Kwa hivyo Umoja wa Milki za Kiarabu imekubali passport na visa kwa raia ya nchi ya Somaliland. Hiyo tayari wamekubali ya kwamba nchi ya Somaliland ni nchi huru. Vile vile wamekataa kukubali kuruhusu vyeti vya kusafiri na visa kwa raia wa Somalia Mogadishu, wa Somalia wa Mogadishu. Sasa nchi mbili, nchi ya milki ya Kiarabu, nchi ya Israeli na nchi ya Umoja wa Milki za Kiarabu. Kumbuka Berbera Airport ama Air Force ama Air Base, kituo hiyo, kambi hiyo ambayo inaitwa Berbera kule Somaliland tayari imeshathibitiwa na Waisraeli. Na vile vile port iko hapo. Port, mnajua port, zile meli zinashuka hapo, na hiyo pia inatumika na meli za kijeshi, inatumia meli za raia, za biashara za pita. Hiyo sasa itarahisisha meli za Israeli na Marekani za biashara zipite hapo, zikienda Suez Canal, zikienda Israeli. Houthi hawatakuwa wametatizwa hapo. Na hapo itakuwa sasa na nchi, kumbuka Somaliland wamesema wataungana kwa ile wataitambua rasmi Israeli kama nchi ambayo inajitawala katika ile mkataba inaitwa ya Abraham's Accord. Kwambia watu wanauliza kwa nini Israeli inatambua nchi ya Somaliland kama nchi huru, lakini Israeli haitambui Palestina kama nchi huru. Mpenzi subscriber, baada ya Israeli kuitambua Somaliland, naye chini Umoja wa Milki za Kiarabu imeitambua nchi ya Somaliland. Je, nchi gani zingine zitafuatilia? Maanake najua sasa kuna nchi zitafuata huo mkondo. Please subscribe, bwaga comment, tutarudi tena baadaye. Wewe wasemaje? Hiyo ni maoni yangu.
Wewe wasemaje? Asante sana kwa kusubscribe. Tukutane katika video nyingine.